usisahau kusubscribe, like na kucomment. Haki ya kikatiba ya kuchanganyika na kushirikiana na watu wengine imetolewa na katiba ya nchi kupitia hiyo ibara ya 20 kifungu cha kwanza kwa uhuru. Sasa kumlazimisha mtu kwamba lazima, yani wewe ili ufanye mambo yako lazima uwe chini ya BAKWATA, huo uhuru ushauingilia moja kwa moja. Na kwa maana hiyo wewe kama msimamizi mkuu wa katiba ya nchi, kama serikali, umevunja katiba ambayo unatakiwa uisimamie, na mlio wengi kama viongozi mliapa kuilinda wakati mnaingia kwenye mamlaka au madaraka. Lakini pia walalamikaji walihitaja ibara ya 20 kifungu cha 4 cha katiba ya nchi kinachotamka wazi kwamba itakuwa ni marufuku kwa mtu yoyote kulazimishwa kujiunga na chama chochote au shirika lolote. Sasa serikali kwa kupitia ofisi zake, kwa maana ya msajili wa vyama, kwa maana ya RITA na ofisi ya mwanasheria mkuu wa serikali, inawalazimisha Waislamu wawe chini ya BAKWATA. Hapa katiba ya nchi imevunjwa moja kwa moja, ibara ya 20 kifungu cha 4. Maamuzi ya Mahakama Kuu baada ya kuwa imesikiliza hoja za pande zote mbili, Mahakama Kuu imekubaliana na walalamikaji kuwa katiba imekiukwa na kutamka kuwa BAKWATA si taasisi ya Waislamu wote wa Tanzania. Taasisi kuu. BAKWATA si taasisi kuu ya Waislamu wote hapa Tanzania. B. Kitendo cha msajili wa jumuiya za kijamii na kabidhi wasi mkuu walazimisha Waislamu na taasisi za Kiislamu kupata barua za utambulisho kutoka kwa BAKWATA pekee ni kinyume na katiba ya nchi. Ili kwa wa kwanza kupata habari zetu, tafadhali usisahau kusubscribe, like na kucomment.